subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kwenye hizi timu ambazo zimecheza na Simba, kwa maana kuna timu zimeonekana ni kubwa sana ziko uwanja wa nyumbani. Kama ambavyo nimekutolea mfano National Hall ni timu kubwa sana, sio? Lakini amekuja uwanja wa Benjamin Mkapa akadondosha alama. Utamkumbuka goli la Luis Jose Miquissone. Lakini hata mbali labda na Simba kushinda, ziko nyakati ambazo National Hall alijiuliza namna ya kuishinda mechi dhidi ya Simba akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Utakumbuka kwenye kombe la African Football League namna ambavyo mechi ilikuwa. Utakumbuka kwenye huku kwenye michuano ya CAF Champions League namna ambavyo Simba amekuwa na ile atmosphere. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ziko timu ambazo zimeonja joto la Simba akiwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuna kauli ambazo amejaribu kuzitumia na tumeona namna ambavyo zilikuwa zinafua dafu. Kwa maana kuna kauli utasikia hii tutaenda kuwakaanga. Lakini tumekuwa tukiona japo Simba na wachezaji wadogo, lakini tunaona namna ambavyo huwa inakuwa. Tuweke sawa sawa hapo kwenye mechi dhidi ya Ahli Tripoli. Kabla haijachezwa, wako hata wachambuzi walikuwa wanaamini kwamba Simba kwenda kushinda ile mechi itakuwa ni ngumu. Kulingana pia na aina ya kikosi ambacho Tripoli anao. Wengine wakajaribu kututolea hata mfano wa mshambuliaji ambaye yuko pale Mabururu. Alitajwa sana na kuna baadhi ya watu wakaanza kujiita Mabururu Junior, sio? Lakini tazama walivyokuja uwanja wa Benjamin Mkapa, nini ambacho kilitokea? Tutakwenda kwenye mechi ya robo finali kama sikosei, Simba dhidi ya Al Masry. Amefungwa goli 2 uwanja ugenini kule Misri. Wengi wakaanza kuamini kwamba uwezekano wa Simba kwenda kwenye hatua inayofuata ni mgumu kulingana na ule mpira ambao walionyesha, lakini pia mlima ambao alipaswa kuupanda. Lakini alikuja uwanja wa Benjamin Mkapa tu kipindi cha kwanza Simba akaonyesha utofauti wa yeye kwa maana na Al Masry. Kwa hiyo historia ambayo imekuepo baina ya Simba na uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye zile mechi ambazo zinaonekana haiwezekani ndio ambapo umekuwa ukiziogopesha timu kubwa. Kwa sababu timu pekee ambayo haijaonja joto la Simba nafikiri ni utamtaja hapo Mamelodi Sundowns, Experience di Tunis. Lakini utakuja Berkane mwenyewe anawajua, National Hall, Kaizer Chiefs, AS Vita na timu zingine zote ambazo unazijua. Tayari zimeshajua utofauti wa Simba kwenye viwanja vya ugenini na akiwa uwanja Benjamin Mkapa. Itoshe kusema kwamba kwa kauli ambayo alitoa, ni kweli huu ulikuwa ni mpango kazi ile mechi kupelekwa Zanzibar? Yamezungumzwa mengi kwa maana wengine wakisema ni mpango kazi kutokana na uhusiano uliopo baina ya mdhamini ama mtu ambaye anasimamia Berkane. Uhusiano uliopo yeye na shirikisho la mpira Afrika CAF. Lakini wengine wakadiriki kusema wako viongozi ambao ni wapinzani wa klabu ya Simba hapa ndani wamejaribu kufanya figisu. Lakini hatuwezi kubadilisha kwamba Simba anakwenda kucheza uwanja wa New Amaan Complex. Hata tukizungumza hapa nani ambaye alisababisha ama nini ambacho kinazungumzwa kuhusiana na hilo, hatutobadilisha kwa sababu tayari wenyewe CAF wameshasema uwanja utakaotumika ni uwanja wa CAF. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwa hivi sasa nilizungumza kwamba Simba wapasi kuwazia swala la uwanja tena. Wanatakiwa kufocus kwenye maandalizi ya namna ambavyo wanakwenda kuishinda mechi yao dhidi ya Berkane, kwa sababu ukiwatazama Berkane namna ambavyo wanacheza inahitaji nishati nzuri sana ya kuweza kushindana nao, kwa sababu watakupa ile energy ya kiuchezaji kwenye mikimbio ndani ya uwanja. Lakini moja kati ya timu ambayo ina uwezo mzuri sana wa kuzuia ni Berkane, kwa namna ambavyo nimeitazama kwenye michuano ya CAF Confederation msimu. Ana uwezo mzuri sana wa kuzuia, lakini sio tu kuzuia, tunaona namna ambavyo amekuwa timu ya kwanza kwenye namna ya kudhibitisha daraja la ubora alionao. Amewafunga timu nyingi sana. Constantine amemfunga Simba uwanja ugenini. Wote wameonja joto la Simba. Kwa hiyo kwa maana wameonja joto la Berkane. Kwa hiyo unapomwendea Berkane inabidi uwe na tahadhari kubwa sana kuanzia kwenye namna ambavyo unamwendea, kwa maana ule ubora wa uchezaji mmoja mmoja ulionao, namna ambavyo unaweza kwenda kuwa faida ya kukabiliana na Berkane. Lakini kwa hivi sasa Simba anachopaswa kitazama ni namna gani ambavyo na wachezaji ambao wanaweza kwenda kuwa msaada kwenye matukio ambayo atakuwa yanaendelea ndani ya uwanja. Nafikiri katika makosa ambayo Simba hapaswi kuyafanya kwenye mchezo wa kesho ni namna ambavyo anaweza akawa na poteza zile nafasi. Maana hata ukitazama kwenye uwanja ugenini, of course japokuwa Simba hakuwa na nafasi nyingi sana, lakini kama angekuwa makini kwenye eneo la ushambuliaji, basi Simba kuna uwezekano ambao angeweza kupata hata bao.
lakini si ngumu kama ama si rahisi kama ambavyo unafikiri. Tuliona namna ambavyo Simba ilibidi atumie uwezo mkubwa sana kuweza kuivuka ile ngome ya Berkane, lakini bado alishindwa kufua dafu. Kwa hiyo hadi hapo tunaonyesha kwamba Berkane ambaye anakwenda kucheza kesho na Simba si yule Berkane ambaye wamewahi kukutana naye msimu ya nyuma. Si yule Berkane ambaye anafungwa goli moja uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba anapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana kuelekea finali. Kauli ya Fadlu Davis leo hii kwenye press Yusufu tuichakate kidogo kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Ni kwamba Berkane anaenda kukutana na Simba ambayo haipo kwenye ubora wake. Hii kauli ya Fadlu ni kama inaweka mashaka kwa namna ambavyo kwenda kuwavaa Berkane, ama ni kauli ya kujitetea kwamba Berkane anaenda kukutana na Simba ambayo ipo kwenye ubora wake? Ya, nafikiri inawezekana tu ni mbinu ambayo ameamua kuitumia kwa sababu kwenye mbinu pia ziko. Sio tu mbinu za ndani ya uwanja namna ambavyo umekiandaa kikosi chako, lakini ziko mbinu za kumwandaa mtu kisaikolojia, ajue kwamba nini ambacho uko nacho, nini ambacho una. Imewahi kutokea hata kwenye mechi kadhaa unasikia kwenye hizi derby tunasikia kwamba mchezaji fulani hata kuwepo kwenye mechi husika, lakini siku hiyo anakuwepo na anacheza. Siamini kama Simba yuko kwenye ubora wake. Yaani kama atafungwa hakuna kisingizio. Kwa sababu hakuna mchezaji ambaye anakosekana katika wale ambao wamekuwa kiasi. Kauli ya Fadlu ni kuatoa Berkane mchezoni. Inawezekana ni kuatoa mchezoni ama ni kujitetea. Sasa Fadlu ni bora angetafuta njia nyingine hapa ya kutuweka sawa. Nini maana ya kile ambacho amekizungumza, lakini kuniambia kwamba Simba yuko kwenye ubora wake, maana yake ni kukosea umma wa wale ambao wanakusikiliza, kwa sababu hakuna mchezaji ambaye anakosekana, si ndio? Wachezaji wako fiti. Na ndio hao wachezaji ambao wamemfikisha hapa alipo hivi sasa. Kwa hiyo si kila anachozungumza kocha unapaswa ukibeba, ama sio kile kinachozungumzwa unakibeba, lakini naamini kwamba Simba bado ana timu ambayo inaweza kwenda kuwa timu ya kwanza dhidi ya Berkane hapo kesho, kwa sababu faida ambayo anaipata kwanza huko uwanja nyumbani. Lakini tukumbuke watu wanaamini kwamba uwanja wa New Amani Complex haiwezekani Simba kushinda. Kitu ambacho anakosea, kwa sababu kumbuke hata Simba kufika hapa walipo hivi sasa kwenye mechi yao ya mwisho dhidi ya Stellenbosch uwanja akiwa nyumbani alishinda kwa maana akiwa New Amani, ndio. Goli ambalo linampeleka Simba finali ni goli la Jean Charles akiwa uwanja wa New Amani Complex. Kwa maana kama iliwezekana kushinda kwenye mchezo uliopita, hata huu inawezekana. Mimi naamini kwamba katika dakika 15 ama 20 za kwanza Simba akifanikiwa kupata bao, kuna namna ambavyo anaifanya mechi kuwa nyepesi. Lakini anachopaswa ukifanya ni kuto kuruhusu goli. Yaani kama ataruhusu bao, basi inawezekana dila ya kile ambacho wengi wanakitarajia kikapotea kuanzia dakika za mwanzoni kabisa. Tahadhari ambayo anapaswa kuwa nayo ni kuhakikisha anapata bao, lakini aruhusu bao. Hiyo ndio njia pekee ambayo Simba inaweza kwenda kumfanya baki salama dakika 90. Mimi unazionaje kwa mnyama kikosa hivyo kiandaa, lakini RS Berkane nafasi unaionaje kwa Simba kesho? Kwangu mimi nafikiri ni mechi ambayo si nyepesi. Ni mechi ya finali, ni mechi ambayo ikitokea umeharibu basi utaiota ama utaendelea kuikumbuka miaka na miaka. Kwa sababu hii ndio finali ambayo inakwenda kuamua bingwa. Acha ile ya kwanza imechezwa Morocco kule, kuna namna ambayo unaweza ukajiuliza kwenye hii mechi. Lakini ndio mechi ambayo itakwenda kutenganisha ubora wa wachezaji ulionao na namna ambavyo ulijiandaa kuelekea kwenye mashindano. Asilimia ukiniuliza kwa upande wangu, Simba yuko uwanja nyumbani. Berkane yuko ugenini, lakini ana faida ya mabao mawili. Kwangu mimi naiona ni mechi ambayo 45 kwa 50. 45? Yes. Kwa maana 45 kwa 60. 60 Berkane, 45 Simba. Kwa nini? Kwa sababu Simba, kwa maana Berkane hadi hivi sasa ana advantage ya kwenda kwenye hatua, kwa maana kama ni kubeba ubingwa na advantage ya goli 2, si goli chache kwenye mpira wa Afrika. Ni goli nyingi sana. Kwa hiyo hizi goli 2 kuna namna ambazo zinatenganisha ule uhusiano uliopo hivi vilabu bora ambao vinakwenda kucheza kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo kwangu mimi nampa Simba asilimia 45, lakini nampa asilimia 60 kwa maana ili iwe 100 ndio toke ngapi hapa? Ni 60 kwa 40. 60 kwa 40. Na maana Simba ni 40. Sasa ni 45 kwa 55. Nani mwenye hizo 45? Mwenye 45 ni Simba, mwenye 55 ni Berkane. Yes, kwa maana mpishana 5 tu, asilimia 5. Kwa nini? Kwa sababu Simba anacheza akiwa uwanja nyumbani, lakini anaongozwa mabao mawili. Kwa hiyo ana mzigo mzito kuliko ambaye amekuja uwanja wake wa nyumbani. Kwa maana Simba anapaswa kushinda bao 2 na kuangalia namna gani ambapo anakwenda kupata bao la kwenda kuishinda sasa mechi. Sasa ili Simba ashinde hii mechi anahitaji goli 3.
ambazo goli 3 atakipenda kuruhusu bao. Kwa hiyo Simba ana kazi kubwa sana kuliko Berkane. Simba ana kazi kubwa kuliko Berkane. Mnyama akifanikiwa kubeba ile kombe Yusufu, taswira ya mpira wetu wa Tanzania, lakini taswira ya Simba itakuwa ni taswira aina gani? Kwanza nafikiri Simba akifanikiwa kubeba taji, sio tu Simba ambaye atakuwa ameandika historia, ni asilimia kubwa ya wale ambao wanapenda maendeleo ya Simba. Kwa sababu ni kitu ambacho tumekuwa tukikiota kwenye mpira wetu wa Tanzania. Nasikia Mehdiala alikuwa anazungumza ni kama miaka 80 imepita toka Simba acheze kwenye hii hatua. Maana yake ni hatua ambayo imekuwa ni ngumu sana kuweza kuifikia, lakini this time Simba ameweza kufika kwenye hii hatua. Kama anafanikiwa kubeba taji, maana yake anakwenda kuitangaza Tanzania ni nchi ya aina gani kwenye mpira wa Afrika. Anakwenda kuongeza zile credit za zile ambazo tumekuwa tukizipata, kwa sababu si kazi rahisi ama si kila timu inaweza kufikia hapa ambapo Simba amefikia. Na hata kama Simba atafanikiwa kwangu mimi kutoa taji, lakini kwenye hii hatua tu ambapo amefikia, amekuwa ametengeneza uhusiano mzuri kati ya yeye na soka letu. Kwa nini? Kwa sababu Afrika kesho inaitazama Simba, kwa sababu ndio siku ambayo bingwa anakwenda kutangazwa, si ndio? Kwenye michuano ya CAF Confederation. Sasa macho na masikio ni kwenye mechi ya kesho kwa upande wa Simba kwenye kombe la CAF Confederation. Sasa Simba ataamua aruhusu kwa maana aruhusu Berkane achukue kombe akiwa uwanja wa nyumbani, ama akadhihirishe bora alionao akiwa uwanja wa nyumbani. Hiyo ni moja, lakini mbili, kama atafanikiwa kuchukua